Naam, habari za muda huu, karibu tena ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii siku ya leo. Mwanaharakati mahiri katika mitandao ya kijamii Mange Kimambi ametoa jibu kali na la dharau kwa serikali ya Tanzania inayoongozwa na chama tawala cha CCM baada ya kuwepo kwa taarifa kuwa mamlaka hiyo inayoongozwa na Samia inafuatilia hatua za kisheria kumrudisha kutoka Marekani kwa lazima na kumkamata. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla tuendelee. Katika taarifa yake ndefu Mange Kimambi aliyoiweka kwenye akaunti yake ya Instagram, Mange Kimambi alihoji misingi ya kisheria ya kile alichokiita kuwa ni hoja ya kisiasa, akisema badala yake serikali ijikite katika kuwafikisha kwenye vyombo vya sheria waliohusika na mauaji ya raia wakati wa maandamano ya baada ya uchaguzi badala ya kumlenga yeye kwa kusema. Katika wadhifa wake, Mange Kimambi alishutumu serikali ya Tanzania kwa unafiki wa hali ya juu na haki ya kuchagua. Alisema kuwa maelfu ya vijana wa Tanzania wasio na hatia walidaiwa kuuawa au kutoweka wakati wa maandamano ya baada ya uchaguzi hivi karibuni, lakini pia mamlaka ilionekana kutaka kunyamazisha sauti yake kuliko kuwajibisha wahusika na kukamata wauaji. Alisema kwamba uhalifu wake pekee ulikuwa kufichwa ufisadi, kuhimiza maandamano ya amani na kuongea kwa niaba ya wanaokandamizwa. Kulingana na Mange Kimambi, utetezi wake kwenye mitandao ya kijamii umemfanya kuwa mlengwa wa propaganda na vitisho vya serikali. Nikisoma chapisho lake alilomjibu mwanasheria mkuu aliyoapishwa hivi karibuni, Mange Kimambi alimjibu kwa kuandika hivi kama unavyotazama screenshot hiyo. Look at this fool. Kaapishwa leo kuwa mwanasheria mkuu wa serikali, cha kwanza ni extradite Mange Kimambi. Mmeua maelfu ya vijana wa Tanzania ila mnamsaka Mange na sio wauaji na huyo aliyewatuma wakaue. Sasa mtanirudisha Tanzania nikiwa nishachapwa risasi au nikiwa natembea? Be specific. Serikali ya Marekani will laugh at you like the fools that you are. Sheria gani niliyoivunja mpaka serikali ya Marekani wanikabidhi kwenu? Kuwaonyesha Watanzania ufisadi wenu ndio kosa langu. Kuorganize maandamano ya amani ili kudil na uchaguzi mliopora na rasilimali mnazopora ndo kosa langu. Kuna siku nitarudi Tanzania mwenyewe kwa raha zangu, ila kurudi sababu nimerudishwa kinguvu ili nyie mnikamate. Utaniwia radhi mtazamaji, sitaweza kukamilisha kusoma ujumbe huo wote, lakini kama unavyotazama kwenye screen yako, ujumbe huo nimekuwekea hapo na unaweza kusoma mwenyewe. Maandamano haya ya Tanzania ambayo yamevuta hisia za kimataifa kwa kuripotiwa matumizi ya nguvu kupita kiasi na vyombo vya usalama bado ni mada nyeti nchini, huku miili ya watu wengine waliouawa na waliotoweka bado haijapatikana. Mange Kimambi pia alisisitiza kwamba hatanyamazishwa, akisema jaribio la serikali kutumia mikataba ya kimataifa ya kuwarudisha nyumbani ni kinyume cha sheria na kimaadili. Alidokeza kuwa hajafanya kosa lolote nchini Marekani na kwamba Washington haikuwa na sababu ya kisheria au kimaadili ya kumsalimisha kwa utawala unaotuhumiwa kwa ukiukaji wa haki za binadamu wakati wa maandamano ya Tanzania. Kwa maneno yake mwenyewe, Mange Kimambi aliandika kwamba uongozi wa Tanzania ulikuwa unamkimbiza adui asiyefaa, ukilenga mwanamke kufichua mafisadi badala ya kukabiliana na wanaoendesha mauaji hayo. Alisema aliona inashangaza kwamba serikali ile iliyokanusha vifo vyovyote wakati wa maandamano ya Tanzania sasa inamfuatilia kwa madai ya uchochezi. Matamshi yake yamezua mijadala mikali mitandaoni, huku wananchi wengi wakiandamana nyuma yake, huku wengine wakionya kuwa matamshi yake yanaweza kuzidisha mivutano ya kisiasa. Wataalamu wa sheria wanaofuatilia kesi ya Mange Kimambi wamefafanua kuwa kurejeshwa nchini kati ya Tanzania na Marekani hakuwezi kutokea bila ushahidi wa kutosha wa uhalifu mkubwa unaotambuliwa chini ya sheria za kimataifa. Walieleza zaidi kwamba Marekani kwa kawaida hukataa ombi la kurejeshwa katika kesi zinazoonekana kuwa za kisiasa au pale ambapo mshukiwa anakabiliwa na ukiukwaji wa haki za binadamu. Hii ina maana kwamba juhudi za serikali ya Tanzania kumrejesha Mange Kimambi zinaweza kukabiliwa na vikwazo vikubwa vya kisheria na kidiplomasia. Katika ujumbe wake, Mange Kimambi alikejeli mkakati wa serikali akisema, mmeua maelfu ya vijana wa Kitanzania lakini mnamfukuza Mange Kimambi badala ya wauaji. Pia alirejelea kile alichoeleza kuwa ni woga wa ukweli, akipendekeza kuwa hali ya kukata tamaa ilitokana na kuendelea kwake kufichua rushwa na unyanyasaji unaohusishwa na maandamano ya Tanzania.
Maneno yake yalivuma sana, hasa miongoni mwa Watanzania walioko ughaibuni wanaomwona kuwa ni miongoni mwa watu wachache wanaodhubutu kusema waziwazi kuhusu ukandamizaji wa serikali. Maandamano ya Tanzania yanaendelea kuchagiza mazungumzo ya kitaifa juu ya haki na utawala, na ukaidi wa Mange Kimambi umemfanya kuwa mtu maarufu zaidi barani Afrika. Wafuasi wanamuelezea kama sauti ya upinzani katika wakati wa hofu, huku wakosoaji wakimshutumu kwa kutumia maumivu ya kitaifa kwa umakini wa kibinafsi. Hata hivyo, ukosoaji wake wa madai ya kuficha na mauaji ya serikali umelingana na ripoti za awali za mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na Amnesty International na Human Rights Watch, ambayo iliandika kesi za mauaji ya kiholela na kutoweka wakati wa maandamano. Licha ya kukabiliwa na chuki inayoongezeka kutoka kwa mamlaka ya Tanzania, Mange Kimambi ameapa kuendeleza harakati zake mtandaoni. Alisema angerudi Tanzania kwa hiari tu, si kwa minyororo au kushikwa, au sio kwa kupigwa risasi kama vijana waandamanaji waliokufa mitaani. Ukaidi wake unaakisi sauti ya wanaharakati wengi wanaoamini kuwa maandamano ya Tanzania yamesababisha mabadiliko katika mapambano ya taifa ya uwajibikaji na uwazi. Huku uvumi kuhusu kurejeshwa kwake ukiongezeka, Mange Kimambi alikariri kuwa hajavunja sheria zozote za Marekani. Alishutumu serikali ya Tanzania kwa kutengeneza mashtaka ya jinai dhidi yake ili kunyamazisha wapinzani na kuwakatisha tamaa wengine kuhoji serikali. Kuonyesha watu ukweli sio uhalifu, alisema. Kauli yake inaakisi hali ya kuchanganyikiwa zaidi miongoni mwa Watanzania ambao wanaona kuwa kuzungumza kumekuwa hatari tangu kuzuka baada ya maandamano ya Tanzania. Maandamano ya Tanzania ambayo awali yalianza kama maandamano ya amani ya kawaida yaligeuka kuwa ya vurugu wakati vikosi vya usalama viliripotiwa kufyatulia risasi raia wasio na silaha. Mange Kimambi amerejelea mara kwa mara matukio hayo ili kuonyesha kile anachokiita utamaduni wa kutokujali ndani ya uongozi wa Tanzania. Anasema kuwa badala ya kuangazia haki kwa waathiriwa, serikali imeelekeza nguvu zake kuelekea kunyamazisha sauti za wanaharakati kama zake ambazo hukumbusha ulimwengu kile kilichotokea. Katika kukabiliana na ghasia za Mange Kimambi, wasemaji wa serikali wameshikilia kuwa Tanzania inatekeleza sheria zake tu na kwamba mtu yoyote anayechochea machafuko, iwe ndani au nje ya nchi, ataweza kuwajibishwa. Hata hivyo, hawajatoa ushahidi wowote unaomhusisha moja kwa moja na vurugu zozote. Wachambuzi wanadokeza kuwa matamshi hayo ya hadharani ni sehemu ya juhudi pana za kuwatisha wakosoaji kufuatia upinzani wa kimataifa kuhusu jinsi serikali inavyoshughulikia maandamano yaliyotokea. Mjadala wa kumrejesha nyumbani Mange Kimambi pia umefichua mvutano kati ya serikali ya Tanzania na jumuiya ya diaspora. Watanzania wengi wanaoishi nje ya nchi wamekariri maoni yake, wakishutumu hali ya kujaribu kusafirisha ukandamizaji nje ya mipaka yake. Wanasema kuwa mateso yake ni ishara ya serikali isiyo tayari kuvumilia upinzani hata inapotoka nje ya eneo lake.